Siri inaenda kufichuka na ukweli unajulikana. Sasa askofu aliweza kusema kwamba atakuja kuelezea juu ya zile barua ambazo Gwajima alipewa kwa ajili ya kuweza kufunga kanisa lake. Askofu anasema, nikiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu wakati wa kesi ya Lissu ikiendelea, niliona barua kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikisambaa mitandaoni ikiwa na maudhui kuwa msajili amelifutia usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Nilimtafuta mmoja viongozi wa kanisa hilo. Baada ya kumtafuta nikataka kujua ukweli wa jambo hilo. Akanijibu hakuwa hawana taarifa hizo. Basi nikamtafuta Askofu Gwajima na kumuuliza kuhusu ukweli wa barua hiyo. Alinijibu hivi, mimi naona tu mtandaoni. Pia leo tunaanza maombi ya kufunga na kuomba kwa ajili ya kumwombea Lissu. Nafikiri wanataka kudisturb, yani kuvuruga, kuomba amri, kuomba ni amri ya Mungu. Muda mfupi baada ya majibu ya Gwajima ndipo nikaona barua nyingine kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia ikiwa na maudhui yale yale. Tofauti kati ya barua ya kwanza na ya pili ni kuwa barua ya kwanza haikuwa na sahihi ya msajili wa jumuiya za kiraia, lakini barua ya pili ilikuwa na sahihi ya msajili. Maswali muhimu ya kujiuliza ni haya: kwa nini barua ya msajili isambazwe bila ya kusainiwa? Hilo ni swali la kwanza. Je, kwa nini barua isambazwe mitandaoni bila ya kufika kwa kanisa la Askofu Gwajima? La pili, je, kwa nini ni nini kilichojificha juu ya sakata hili? Hilo ni swali lingine pia. Hizi ndio hoja za askofu katika andiko hili. Alianza kwa kusema, mosi, kitendo cha barua iliyokuwa na sahihi ya msajili kuanza kusambaa na kuonyesha kuwa kuna watu katika ofisi ya msajili walilipua barua hiyo ikiwa katika kompyuta kabla ya kumfikia msajili. Wakaiba na kuanza kuisambaza. Lengo la watu hao kusambaza barua hiyo bila sahihi huenda ni kufedhehesha ofisi ya msajili au pia huenda ni kumfedhehesha Askofu Gwajima. Baada ya barua kuvuja mtandaoni, huenda na msajili akaona na akatia sahihi haraka kisha ndio ikaanza kusambaa mitandaoni. Lakini pia kama ilivyokuwa barua ya kwanza, barua ya pili nayo ilianza kusambaa mitandaoni bila kufika kwanza kwa uongozi ama viongozi wa kanisa husika. Lakini kwa nini ofisi nyeti kama hiyo ivujishe barua nyeti kama hiyo mitandaoni bila ya kuwafikia walengwa? Hivyo ni tafakuri itakayoongoza hoja inayojitegemea. Lakini kuna wazo kuwa ofisi ya msajili ilifanya makusudi kuto kuifikisha barua hiyo mapema kanisani. Hii ni kutokana na ukweli kuwa barua hiyo ilifika mapema kwa jeshi la polisi ambao lilipewa mamlaka tu na hakukuwa na walengwa. Ni maoni yetu kuwa kanisa lilicheleweshewa kwa makusudi barua hiyo ili lisipate nafasi kuweza kujipanga, ikiwemo kwenda mahakamani kwa ajili ya kuweka mapingamizi, kwani jambo lolote linalowekewa mapingamizi mahakamani basi na utekelezaji wake unakuwa umezuiwa. Lakini ni kwa nini barua hiyo haikufika kwanza kwa uongozi wa kanisa? Inakuwaje jeshi la polisi litekeleze amri ambayo hata wahusika wenyewe hawana barua ya kujulishwa juu ya amri hiyo? Je, kama waumini wa kanisa hilo wakakaidi amri ya polisi na kuadhuru polisi, ni nani ambaye angelaumiwa? Je, ni wahuni gani hasa walovujisha barua ya msajili? Je, ni kwa nini msajili aandike barua ya kulifuta kanisa hilo baada ya kiongozi wake kuhoji juu ya utekaji na kuisema serikali na rais, lakini msajili huyo hakuwahi kuandika barua ya aina hiyo wakati Askofu Gwajima alipowasema watu walokuwa wanamkosoa rais na kuwaita ni wabwekaji? Kwa hiyo ofisi ya rais ya msajili inakuwa inasajili makanisa ambayo viongozi wake kazi yake ni kumsifia rais na serikali, lakini itakayofuta makanisa ambayo viongozi wake wanahoji juu ya utekaji na uwajibikaji mbaya. Je, ni nini kimefanya serikali ifute usajili wa kanisa hilo? Je, ni kauli za Askofu Gwajima juu ya utekaji na ni wito wa Askofu Gwajima juu ya kumwombea Lissu, au ni yote mawili? Lakini ni kwa nini Askofu Gwajima alikuja na kauli hizo karibu na mkutano wa CCM? Je, kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ni utekelezaji wa kauli ya Rais Samia ambaye ni mwenyekiti wa CCM aliyetoa Dodoma juu ya kuondoa magwajima wote? Na kama ndio hivyo,
Magwajima hao wako wangapi na wako wapi na zamu yao ni lini? Je, hii minong'ono ya kuwa huo ni ugomvi ndani ya CCM kuhusu hili sakata la kugombea urais linaakisi hili jambo la Gwajima? Je, Gwajima alihoji utekaji na mamlaka ya rais kuhusu uteuzi wa wakuu wa vyombo vya dola? Alikuwa anatangaza maazimio ya kanisa lake, au alikuwa anasema kama Gwajima aliye mbunge na raia wa Tanzania? Je, ni kwa nini yeye asiitwe kama alivyowahi kuitwa na bunge huko nyuma akahojiwa? Je, hivi waumini ambao wako Kibangu tangu miaka 30 iliyopita waende kuabudu wapi? Je, kufungia makanisa ndio uzalendo? Je, serikali tuzibandike picha za rais makanisani na tuwe tunamsifia? Je, askofu akikemea wezi wa kuku ni mzalendo zaidi kuliko anayekemea watekaji na watu wanaochukua hatua dhidi ya watekaji? Je, Askofu Gwajima kaadhibiwa kwa kuuliza kwa nini watekaji hawashughulikiwi? Ni katika kipindi hiki cha utawala wa Rais Samia, Askofu Gwajima alizunguka nchi nzima akifanya mikutano ya hadhara kumsifia na pia kumjenga Rais Samia. Uhusika wa vyombo vya dola katika kukamilisha kampeni za Gwajima ili kumnadi Samia ulikuwa mkubwa sana, lakini siku moja tu ya Gwajima kuongea na kuhoji juu ya utekaji na mamlaka juu ya uteuzi wa wakuu wa vyombo vya dola imemfanya yeye ni mtu wa kushambuliwa na watawala. Lakini hii hoja ya kufunga kanisa na kuzuia waumini kwenda kusali pale Ubungo imeanza kuibua hisia za kidini. Tusubiri tamko kutoka kwa viongozi wa makanisa. Tunatoa wito kwa serikali kulifungua kanisa la Ufufuo na Uzima bila masharti yoyote. Vinginevyo ijiandae sasa kuingia kwenye migogoro na makanisa. Serikali isije ikafikiri kuwa itashinda mapambano haya kwa kuwa miongoni mwa watu walio katika mfumo ni waumini ambao hawatakubali kanisa hilo kufutia usajili pale kuna jasho na damu zao. Huo ndo ujumbe alioandika Askofu Mwamakula, na mimi siti neno lolote, umeusikia. Kwa hiyo huo ndo ujumbe ambao amehoji vitu vingi sana kuhusu ile barua, na umesikia maswali ni mengi sana humo. Je, unaungana na Askofu Mwamakula? Drop comment hapo, comment section manoma. Bye bye.